unadhani mke wangu alipata mimba vipi ikiwa mimi ni tasa? Je, ni nguvu ya maombi? Muujiza wa Mungu? Ndivyo alivyotaka niamini. Lakini ukweli, ndiyo, ulikuwa muujiza hakika, ila si ule unaozungumziwa kanisani. Unapomwona mke wako anaanza kung'aa kwa imani na ghafla tumbo lake linakuwa duara, unaweza kufikiria kuwa mbinguni zimefunguka. Lakini kwangu si Mungu aliyekuwa akijibu maombi yake. Lakini ninaenda haraka mno. Turudi nyuma kidogo, tuanze wakati mimi na Neema tulikuwa tu wanandoa wa kawaida, tukifuata ndoto zetu na kujaribu kujenga familia. Kabla imani, usaliti na vipimo vya havijavunja maisha yetu. Mimi na Neema tulikutana mwaka wa mwisho chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yeye alikuwa idara ya sanaa akiwa na shauku kubwa ya kunasa hisia ghafi kwenye turubai. Mimi nilikuwa nimezama katika uhandisi wa mitambo, nikiwa na bidii ya usahihi na utaratibu. Tulikuwa tofauti lakini tulilingana. Ulimwengu wake ulikuwa rangi na fujo, wangu ulikuwa michoro na mistari iliyonyooka. Yeye alinisaidia kupumzika, mimi nilimfanya abaki miguuni mwa ukweli. Usawa kamili. Baada ya kuhitimu tulihama kwenda mji mwingine. Mimi nilipata kazi katika kampuni ya uhandisi iliyokuwa ikitengeneza sehemu za ndege. Yeye alifungua biashara ndogo ya michoro ya kibiashara, akifanya kazi kutoka meza chini ya veranda ya nyumba yetu ya kwanza. Maisha yalikuwa mazuri. Tulikuwa na marafiki wa karibu, Baraka na Amina, majirani wetu wa ghorofa, ambao walikuwa wenzetu wa chakula cha jioni kila Ijumaa. Rafiki yake wa karibu zaidi, Neema, Rehema, alikuwa akizunguka kila wakati, akiwa na kicheko chake kikubwa na maoni thabiti juu ya kila kitu, kutoka siasa hadi muziki. Na kisha kulikuwa na Padre Mathayo. Lakini tutafika hapo baadaye. Takriban miaka 2 baada ya ndoa tuliamua kwamba ilikuwa wakati wa kupata mtoto. Ilionekana hatua ya asili iliyofuata. Tayari tulikuwa tumechagua majina: Zawadi kwa msichana kwa heshima ya bibi yake Neema, na Mathayo kwa mvulana kwa sababu tu sauti yake ilitupendeza. Sote wawili tulikuwa na furaha, tukifikiria vidole vidogo vinavyokimbia nyumbani, kicheko cha mtoto angani. Mwanzoni kujaribu kulikuwa kuchekesha. Tulicheka kuhusu wikendi za uzazi, tukichezewa nani atafanana. Lakini miezi ilipopita kicheko kilififia. Kila kipimo hasi kilikuwa kama kofi. Neema alitabasamu na kusema ijayo, lakini niliona macho yake yakizidi kufifia mwezi baada ya mwezi. Mwaka mmoja ulipopita, bado hakuna kitu. Marafiki hawakusaidia. Amina alipata mimba baada ya kile kilichoonekana kama dakika chache tu za majaribio. Katika sherehe yake ya kabla ya kujifungua, Neema alitabasamu kwa meno yaliyobanwa, akiwa ameshika nguo ndogo ndogo na kujifanya hakufa ndani. Rehema, ambaye kwa miaka mingi alikuwa ameapa kuwa watoto hata hawatakiwi, alipata mimba kwa bahati mbaya baada ya usiku mmoja na mwenzake wa kazi. Alimpigia Neema simu akiwa na machozi akisema hakuwa tayari, na Neema alitumia usiku mzima kumfariji, ingawa angekuwa ametupa chochote kuwa mahali pake. Ilikuwa usiku huo tuliamua kugeukia mtaalamu. Kuingia katika kituo cha uzazi wa kitaalamu kulionekana kama kukiri kushindwa. Chumba cha kusubiri kilikuwa chenye mwanga mwingi mno, safi mno, kimejaa wanandoa wenye tabasamu lile lile lililobanwa. Tulimwona Daktari Asha, mwanamke mwenye macho ya upole aliyekuwa akizungumza polepole, kama aogope kuvunja matumaini yetu dhaifu. Alifanya vipimo kwa sisi wote wawili: uchunguzi wa damu, wasifu wa homoni, ekografia. Neema alichukia taratibu za kuvamia mwili, lakini alizivumilia kama shujaa. Nilifikiri sehemu yangu ingekuwa rahisi, ukaguzi wa kawaida ili kuondoa matatizo. Kisha ripoti zilifika. Daktari Asha alitupigia simu Alhamisi alasiri ya mvua kubwa. Nakumbuka sauti ya mvua kwenye madirisha, harufu ya dawa ya kuua viini angani. Neema alikuwa anishika mkono, kidole gumba kikizunguka kidogo kwenye ngozi yangu kama kulinda. Daktari alikohoa, akinikodolea macho kwa mchanganyiko wa huruma na taaluma. Juma, hesabu yako ya manii ni ndogo sana. Tungependa kufanya vipimo zaidi, lakini hii inaweza kuwa moja ya sababu za matatizo yenu.
Nilihisi sakafu ikinianguka chini ya miguu. Shikio la Neema lilizidi kuwa kali. Lakini kuna tiba, sivyo? Aliuliza mara moja. Kuna kitu kinaweza kufanywa? Daktari alisita, na katika kimya hicho nilielewa. Asingekuwa suluhisho rahisi. Utambuzi wa mwisho ulifika baada ya wiki chache. Azoospermia isiyo ya kuzuia, aina adimu. Mwili wangu haukutoa manii yenye uhai. Daktari alieleza kwa maneno ya kitaalamu, lakini mimi nilisikia tu, hutakuwa baba wa kibiolojia kamwe. Nilifikiria sakafu huku akiwa anaorodhesha chaguzi: mchanga wa manii, uzazi wa kitaalamu, kuasili. Neema alikuwa akiuliza maswali sahihi, sauti thabiti. Lakini katika macho yake niliona matumaini yakivunjika. Tuliporudi nyumbani jioni hiyo hatukuzungumza. Tuliketi sebuleni, kimya kikilemea kama risasi. Nilitaka kumwambia jinsi nilivyohuzunika, jinsi nilivyochukia kuwa mimi ndiye sababu ndoto zake zilivunjika. Lakini maneno yalionekana tupu. Nilikaa pale nikifikiria mwanga unaotetemeka wa televisheni, nikitamani kuwa mtu yeyote isipokuwa mwanamume aliyemvunja moyo. Katika wiki zilizofuata tulijitenga. Mimi nilizika kazi, nikifanya saa za ziada na miradi ya usiku ili nisirudi katika nyumba ile tupu. Neema aliacha kuchora. Turubai zilibaki zimesimama chini ya veranda zikichukua vumbi, kama chumba cha mtoto tulichoanza kufikiria lakini hatukukimaliza. Kisha jioni moja alisema kitu kilichonishangaza. Mara ya kwanza Neema alipotaja kanisa nilifikiri anacheza. Ilikuwa Alhamisi jioni, tuliketi mezani jikoni tukizungusha mabaki ya pizza iliyonunuliwa. Televisheni ilikuwa ikinung'unika chini, mwanga ukitetemeka kwenye kuta, lakini hakuna hata mmoja wetu aliyeitazama kweli. Hatukuzungumza sana hivi karibuni, angalau si juu ya mambo muhimu. Hewa kati yetu ilikuwa nene kwa yasiyosemwa, kimya kizito kuliko maneno. Kisha Neema aliinua macho kutoka kwenye sahani, macho yake thabiti lakini mbali. Nafikiria labda tunapaswa kujaribu kwenda kanisani. Nilipiga kope, nisiwe na uhakika kama nimeelewa. Kanisani? Alinodisha, vidole vikipeperusha ukingo wa glasi. Tumejaribu kila kitu kingine, sivyo? Sikujua nini cha kujibu. Dini haikuwa kamwe katikati kwa sisi. Tulikulia katika familia za Kikristo zilizopooza, tukienda misa Krismasi na Pasaka zaidi kwa desturi kuliko imani. Hatukuwa watu wa kugeukia imani mambo yanapokwenda vibaya. Tuliamini kazi ngumu, upangaji, sayansi, mambo yanayoonekana, yanayopimwa, yanayodhibitiwa. Lakini sasa hakuna kati ya hayo yaliyofanya kazi. Nilimtazama kupitia meza, nikigundua mifuko ya macho, mabega yaliyoinama. Neema, ambaye siku zote alikuwa na mwanga na nishati, alionekana kivuli cha yeye mwenyewe. Ikiwa kwenda kanisani kungeweza kurejesha hata mwanga mdogo wa mwanamke niliyemuoa, nisingepinga. Sawa, nilisema kwa sauti ya chini. Tutaenda. Jumapili hiyo tuliingia kanisa la Msalaba Mtakatifu, kanisa dogo la kisasa la matofali mekundu katikati ya mtaa. Lilionekana zaidi kama kituo cha parokia kuliko kanisa la kawaida. Hakuna vioo vya sanaa wala minara mirefu, msalaba rahisi tu juu ya mlango na bango lililoandikwa kwa mkono likitoa karibu. Ndani hali ilikuwa ya joto, ya kukaribisha. Viti vilivyowekwa mto badala ya benchi za mbao, muziki laini kutoka spika zilizofichwa. Watu walikuwa wakizungumza, wakicheka, nyuso wazi. Hakufanana na makanisa meusi na magumu ya utoto wangu. Lilikuwa jepesi zaidi kwa namna fulani. Neema alinishika mkono wakati mama mzee wa miaka 60, Rosetta, alipotukaribisha na karatasi za misa na kutuonyesha meza ya kahawa nyuma. Niliona mabega yake yakilegea kidogo, msongo ukiyeyuka huku tukipata nafasi katikati ya ukumbi. Kisha Padre Mathayo alipanda jukwaa. Hakuwa kama nilivyotarajia. Hakuna vazi, hakuna uso mkali. Mwanamume wa miaka 40 tu, mikono ya shati iliyokunjwa, tabasamu la asili lililokufanya uhisi anazungumza nawe. Sauti tulivu lakini yenye nguvu, imejaa imani inayoweza kutetemesha hata mtu asiyeamini zaidi. Hakuhubiri kuzimu na laana.
Alizungumza juu ya matumaini, kuhusu kupata nuru katika maeneo meusi zaidi, kuamini kitu kikubwa zaidi kila kitu kinapoanguka. Alizungumza juu ya mateso si kama adhabu, bali kama jaribio la imani. Nilimtazama Neema wakati wa mahubiri. Macho yake yalikuwa yamemkazia Padre Mathayo, uso wake laini na hatari kama nilivyokuwa nisiomwone kwa miezi. Misa ilipoisha hakuwa na haraka ya kutoka. Alibaki akiangalia watu wakiwa kwenye foleni kumsalimia, kumshukuru, kumweleza vipande vya maisha. Nilisoma usoni mwake, kwake haikuwa ziara tu. Ilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi. Kutoka siku hiyo tulianza kwenda kila Jumapili. Mwanzoni nilienda kwa ajili yake. Niliona jinsi ilivyomhitaji, jinsi ilivyompa kishikilio kila kitu kilipoonekana kumtoroka. Alirudi kutoka misa akiwa na macho yaliyoungua, akizungumza juu ya imani, miujiza, nguvu ya maombi. Aliijaza nyumba yetu diski za nyimbo za kiliturujia za kisasa na vitabu vya kiroho vilivyokusanyika kwenye meza ya kitanda. Mimi nilisikiliza. Nilinodisha. Lakini sikuamini. Usinielewe vibaya, nilitaka kuamini. Nilitaka kuamini kitu kinachoweza kurekebisha kile sayansi ilichotangaza kuwa haiwezekani. Lakini kila nikipofunga macho kuomba niliona tu kuta nyeupe za ofisi ya Daktari Asha na maneno baridi, azoospermia isiyo ya kuzuia. Hakuna ombi lingebadilisha hilo. Hata hivyo nilifanya sehemu yangu. Nilikaa karibu naye kanisani, nikimshika mkono wakati wa maombi, nikiinamisha kichwa Padre Mathayo anapozungumza juu ya miujiza. Nilijiambia kuwa kuwepo kunatosha hata kama moyo haufuati. Kadiri muda ulivyopita, Neema alizidi kujihusisha. Alianza kikundi cha kusoma Biblia cha Jumatano jioni, alisaidia mipango ya parokia wikendi. Nyumba yetu ilijaa buleteni za parokia, daftari za maombi, sentensi za kutia moyo zilizobandikwa na sumaku kwenye friji. Alianza pia kumwona Padre Mathayo kwa mazungumzo ya kibinafsi, akitafuta mwongozo. Haikunipa wasiwasi. Nilifurahi alikuwa amepata kitu kilichomrudishia matumaini. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi alitabasamu tena. Alicheka. Alichora. Alirudi kutoka mikutano akiwa na nishati, mashavu mekundu kwa shauku. Lakini kadiri yeye alivyozama katika imani, ndivyo nilivyojisikia mgeni. Jumuiya ilikuwa ya kukaribisha hakika, lakini kulikuwa na matarajio yasiyosemwa. Lazima uamini. Lazima uamini mpango wa Mungu hata ukionekana upuuzi. Na mimi sikuweza. Niliweka mashaka yangu mwenyewe. Sikutaka kuzima nuru iliyorudi katika macho ya Neema. Ikiwa kujifanya kuamini ndiyo bei ya kumwona mwenye furaha, sawa. Miezi ilipita, maisha yalichukua mdundo huo mpya. Kazi, kanisa, kurudia. Kazini mambo yalikuwa imara. Kampuni ya uhandisi iliniweka busi, nilipata faraja katika utabiri wa uhandisi. Nambari hazidanganyi. Injini hufanya kazi kwa hesabu sahihi, si imani kipofu. Nilipenda. Ilikuwa kinyume cha kutokuwa na uhakika kilichokuwa kikipeperuka juu ya maisha yangu mengine. Biashara ya freelance ya Neema pia ilipanda. Alianza kutengeneza vipeperushi, mabango na nyenzo za michoro kwa parokia, akiweka ubunifu wake katika miradi iliyohusiana na shauku yake mpya. Nyumba yetu ambayo hapo awali ilikuwa imejaa picha za kufikirika na sanaa ya kisasa, sasa ilionyeshwa misalaba ya mtindo na mistari ya Biblia iliyopambwa. Kama ulimwengu wetu wote ungegeuka digrii 180. Lakini chini ya uso msongo ulibaki. Jioni moja, huku tukiondoa vyombo baada ya chakula cha jioni, Neema alivunja kimya. Leo nimezungumza na Padre Mathayo, alisema kwa kutojali, akiingiza sahani kwenye mashine ya kuosha. Ndiyo, nilijibu, nikijaribu kuonekana nimevutiwa. Kuhusu nini? Alisita, kisha akageuka kwangu akiwa mzito. Anadhani tunapaswa kuomba kwa nguvu zaidi. Anasema wakati mwingine sayansi inaposhindwa ndipo miujiza inafika. Nilihisi fundo likishika kifua. Neema, najua unachotaka kusema, alinikatiza, sauti thabiti. Lakini mimi naamini, Juma. Naamini Mungu anaweza kutupa mtoto.
Ninahitaji tu wewe pia uamini. Sikujua nini cha kujibu. Nilitaka kuamini kwa ajili yake. Lakini sikuweza kudanganya, si juu ya kitu kikubwa kama hicho. Naamini wewe, nilisema kwa sauti ya chini. Naamini sisi. Lakini Neema, sijui kama ninaweza kuamini kitu kinachoonekana haiwezekani. Uso wake ulipasuka, kwa muda nilifikiri angesisitiza. Badala yake alinodisha tu, macho yakiwa na machozi yaliyoshikiliwa. Basi nitaamini vya kutosha kwa sisi wote wawili, alinong'ona. Kutoka siku hiyo imani ya Neema ilizidi kuwa ya kina. Alitumia muda mwingi zaidi parokiani, muda mwingi zaidi na Padre Mathayo. Alifunga, aliomba, alijitupa katika kila ibada iliyoahidi hata uzi mdogo wa matumaini. Mimi niliangalia kutoka nje, nikiwa nimegawanyika kati ya sifa na hofu. Niliheshimu nguvu yake, ukaidi wake mbele ya maumivu. Lakini niliogopa hofu ya kile kingetokea ikiwa muujiza aliokuwa akiomba usingefika kamwe. Kwa sababu imani ni nzuri sana hadi inakupasua. Na sikuwa na uhakika ni upasuzi mwingi kiasi gani bado tungeweza kuvumilia. Ilikuwa Alhamisi asubuhi Neema aliponiambia kuwa alikuwa mjamzito. Nakumbuka jua lililokuwa linaingia dirishani jikoni, likichora mistari mirefu sakafuni. Harufu ya kahawa iliyosagwa hivi karibuni ilichanganyika na lavenda ya mshumaa aliokuwa akiwasha kila wakati kwenye dirisha. Asubuhi kama nyingine nyingi hadi haikuwa tena. Nilikuwa nimeketi mezani nikisogeza barua pepe kwenye simu, tayari nikiwa na kichwa kwa tarehe za miradi kazini. Neema alikuwa akitembea jikoni kwa neema yake ya kimya, akiimba huku akimimina kahawa kwenye vikombe visivyofanana. Kisha akaweka yangu mbele yangu na kuketi mbele. Niko mjamzito, alisema hivyo. Bila taarifa, bila kuniondoa. Maneno matatu yaliyosimamisha wakati. Niliinua macho kutoka kwenye simu, nikiwa na uhakika nimesikia vibaya. Nini? Macho yake yaling'aa, yenye uhai zaidi kuliko nilivyokuwa nimeyaona kwa muda mrefu. Alinyoosha mkono mezani na kuchukua yangu, vidole vikitetemeka kidogo. Niko mjamzito, Juma. Tutakuwa na mtoto. Kwa muda niliweza tu kumkodolea. Ubongo ulikimbia, ukijaribu kuchakata. Haikuwa na maana. Haikuweza kuwa na maana. Maneno ya Daktari Asha yalinirudia kichwani, azoospermia isiyo ya kuzuia. Isiyoweza kurekebishwa. Manii sifuri yenye uhai. Uwezekano sifuri wa asili. Lakini hapo alikuwa Neema, akitabasamu kama jua lilichomoza kwa ajili yake tu, akiniambia kuwa lile lisilowezekana limetokea. Nilitaka kuuliza jinsi inavyowezekana, lakini maneno yalinishika kooni. Niliona furaha safi katika macho yake, na ghafla mashaka yangu yote yalionekana sumu. Ni ya ajabu, niliweza kusema nikilazimisha tabasamu. Neema ni nzuri sana. Machozi yalimjia, akacheka kwa sauti ya chini, sauti inayotetemeka. Ni muujiza, Juma. Nilikuwa nimekuambia, sivyo? Nilikuwa nimekuambia Mungu angejibu. Alinikumbatia, akificha uso wake kwenye bega langu. Nilimshika kwa nguvu, moyo ukipiga, lakini si kwa sababu alidhani. Nilitaka kumwamini. Nilitaka kuamini kuwa ulikuwa muujiza aliokuwa akiomba, kuwa kwa namna fulani, dhidi ya kila mantiki, imani yetu ilikuwa imelipwa. Lakini chini ya tabasamu lililobanwa na hongera tupu, kitu giza kilikuwa kinachocheka. Siku zilizofuata zilikuwa ukungu. Neema aling'aa, akielea nyumbani kama aliyeguswa na uungu. Aliwaita kila mtu, Rehema, Baraka na Amina, hata wazazi wake waliokuwa wakiishi mbali. Nyumba yetu hapo awali iliyojaa msongo wa ndoto zisizotekelezwa, sasa ilitetemeka kwa maandalizi na msisimko. Orodha za majina zilirudi kutoka kwenye draw. Neema alianza tena kuhifadhi mawazo kwa chumba cha mtoto. Alitumia masaa mengi kanisa la Msalaba Mtakatifu, akiambia ushuhuda wake kwa yeyote aliyetaka kusikiliza. Parokia ilimzunguka ikisherehekea mtoto muujiza aliyetupewa. Neema alikuwa na hakika maombi yake yamesikilizwa, na kila tabasamu, kila kukumbatiana kwa waumini kulionekana kuimarisha imani hiyo.
Lakini kadiri imani yake ilivyokuwa, ndivyo ugonjwa wangu wa ndani ulivyokuwa. Usiku nilibaki macho nikiangalia dari, huku Neema akilala kimya kando yangu. Sehemu ya busara yangu, mhandisi anayeamini ukweli, data, sayansi uchi, haikuweza kufanya hesabu zilingane. Nilikubali utasa wangu. Niliona ripoti kwa macho yangu, nikasikia hukumu katika sauti ya Daktari Asha. Hakukuwa na nafasi ya kosa. Uwezekano sifuri. Basi Neema alipata mimba vipi? Nilitaka kuwafukuza mawazo, nikijiambia ninafanya msisimko. Labda nani anajua, hii miujiza ipo kweli. Labda kulikuwa na uwezekano mmoja kwa bilioni, kitu katika mwili wangu kilibadilika bila mtu yeyote kugundua. Sayansi haina kila wakati haki, sivyo? Labda imani ilijaza mashimo. Lakini kadiri nilivyojaribu, ndivyo mashaka yalivyozidi kuingia. Sikusema kamwe mashaka kwa sauti. Ningewezaje? Neema alikuwa mwenye furaha zaidi kuliko nilivyomwona kwa miaka. Baada ya machozi yote, tamaa, kusubiri bure, hatimaye alikuwa na kile alichokuwa akiomba. Sikuweza kupata nguvu ya kuharibu furaha hiyo kwa maswali ambayo sikuwa tayari kujibu. Kwa hiyo niliendelea kucheza sehemu. Nilienda naye kwenye ziara, nikimshika mkono wakati wa ekografia, huku tukisikiliza mapigo ya moyo ambayo hayakuwa na mantiki. Nilitabasamu kwenye picha, nikikaa naye kwenye sherehe za parokia, nikiinua kichwa huku watu wakitoa hongera kwa muujiza. Ndani nilijisikia ukingoni mwa shimo, nikisubiri ardhi ianguke. Kadiri tumbo la Neema lilivyokuwa, ndivyo umbali kati yetu ulivyokuwa. Haikuwa kwa makusudi. Bado tuligawana kitanda kimoja, tulikula pamoja, tukizungumza majina hadi usiku. Lakini kulikuwa na sehemu yangu isiyoweza kujaza pengo, sehemu iliyopiga kelele kwa majibu niliyokuwa na hofu sana kuuliza. Neema aligundua. Jioni moja kwenye sofa, kichwa chake kikiwa kimeegemea bega langu, alinong'ona, uko kimya hivi karibuni? Nililazimisha tabasamu, nikambusu paji la uso. Nimechoka tu na kazi. Alirudi nyuma kidogo, akinichunguza macho. Si kwamba hufikirii kuwa ni kweli, sivyo? Swali lilinipiga kama ngumi. Nilitaka kukataa, kumwambia ninaamini kila neno. Lakini ukweli ulinilemea kooni, mzito mno kumeza. Naamini wewe, nilisema badala yake, maneno yaliyoonja majivu. Alitabasamu kwa sauti ya chini, akionekana ameridhika. Lakini ndani nilijua alikuwa anaona nyufa zilizokuwa zikipanuka. Mimba iliendelea bila matatizo. Neema alipamba chumba cha mtoto kwa rangi za pastel, alichora uchoraji wa milima laini na anga yenye nyota kwenye ukuta mmoja. Alitumia masaa mengi kuchagua kitanda salama zaidi, kiti cha gari kilichoidhinishwa, blanketi laini zaidi. Ulimwengu wake ulizunguka maisha yaliyokuwa yakikua ndani yake, na mimi nilikuwa tu pale. Mhusika wa pembeni katika hadithi ambayo sikuwa na uhakika kama nilikuwa sehemu yake. Nilijitupa zaidi kazini, nikibaki hadi usiku, nikichukua kazi za ziada ili kuweka akili busi. Nambari, hesabu, michoro ya kiufundi zilikuwa na maana ambayo maisha yangu ya nyumbani hayakuwa nayo tena. Zilikuwa zinazotabirika, za kimantiki, salama. Lakini kwa kadiri nilivyotafuta kimbilio katika usahihi wa uhandisi, sikuweza kujiondoa hisia kuwa kitu hakikuwa kinatosha. Hata hivyo niliweka kila kitu ndani. Ilinibidi. Kwa sababu kwa kadiri shaka ilivyoniokota matumbo, jambo moja lilikuwa hakika, sikuweza kuhatarisha kumwondoa furaha aliyokuwa ameipata hatimaye. Si baada ya yote tuliyopitia. Na labda nilikuwa nikikosea mimi. Labda ilikuwa muujiza kweli. Lakini sehemu yangu ilijua sikuweza kupuuza swali hilo milele. Mwanzoni nilijaribu kuzipuuza. Mambo madogo. Jinsi simu ya Neema isivyokuwa ikiachana na mkono wake, jinsi alivyotoka chumbani kujibu na kurudi na tabasamu lile alilokuwa nalo tulipoanza pamoja. Jioni ndefu kanisa la Msalaba Mtakatifu kwa mikutano ya maombi iliyomalizika kuchelewa sana. Nilijiambia ni homoni za mimba au shauku ya kuwa mama. Baada ya yote alikuwa akingojea kwa muda mrefu. Alistahili.
Lakini mambo madogo yalianza kujilimbikiza, na hivi karibuni hayakuwa madogo tena. Ilianza na ziara za matibabu. Katika miezi mitatu ya kwanza, Neema alitaka niwe pale kwa kila ukaguzi. Tuliketi pamoja chumbani kusubiri, tukipitia majarida ya zamani, tukizungumza majina. Alinishika mkono tunaposikia mapigo, macho yake yakiangaza kama Krismasi. Ilionekana kuwa tuko pamoja. Lakini karibu mwezi wa 5 kitu kilibadilika. Alianza kukataa ofa zangu za kumfuata. Una kazi nyingi, alisema kwa ishara isiyo wazi. Nitaweza peke yangu. Ni kawaida tu. Mwanzoni sikujali. Kazini kulikuwa na tarehe muhimu nilikuwa nikiendesha. Lakini kisha niligundua alikuwa akirudi kutoka ziara hizo akiepuka maelezo. Nilipouliza jinsi ilivyokwenda, alijibu tu kila kitu sawa, na kubadilisha mada. Haikuwa yeye. Neema siku zote alikuwa wazi. Sasa ilionekana kurasa zinakosekana. Pointi halisi ya mabadiliko ilifika jioni ya mwanzo wa vuli. Nilirudi nyumbani kuchelewa, jua tayari limezama, vivuli virefu nyumbani. Kila kitu kimya mno. Kwa kawaida Neema alikuwa jikoni akiimba huku akipika, au kwenye sofa na daftari la kuchora. Jioni hiyo taa zilikuwa zimazimwa, nyumba ilionekana tupu. Nilimpigia jina, hakuna jibu. Gari lake bado lilikuwa nje, kwa hiyo hakuwa ametoka. Nilikuwa karibu kumpigia simu nilipoona simu yake kwenye kaunta ya jikoni, kitu ambacho hakufanyi kamwe. Ndipo niliposikia sauti ya chini kutoka chumbani. Nilikaribia polepole, moyo kooni, na nikasimama nje ya mlango. Ilikuwa Neema. Kwenye simu sauti ya chini lakini yenye msongo. Hapana, nimekuambia kila kitu sawa, alinong'ona. Hashuki chochote. Nilisimama, maneno kama ngumi tumboni. Kimya. Kisha kicheko kidogo, sauti ya kigeni na kali. Tutakutana kesho, sawa? Nilirudi nyuma kabla hajaniugundua na nikasababisha kelele jikoni kutangaza kuwasili kwangu. Alipotoka chumbani, simu ikiwa mfukoni, alitabasamu kama hakuna kitu. Habari, umechelewa, alisema akinibusu haraka shavuni. Nimekuwekea chakula cha jioni. Nilinodisha nikilazimisha tabasamu, lakini ndani kichwa kilizunguka kwa kasi. Hashuki chochote. Nini kilikuwa kinaendelea? Katika wiki zilizofuata umbali kati yetu ulipanuka. Neema alizidi kuwa mwenye wivu wa simu, akiweka uso chini au kuiweka mfukoni hata tunapotazama televisheni. Alikwenda mara nyingi zaidi parokiani, akisema alikuwa akisaidia kupanga matukio au kukutana na kikundi cha wanawake. Lakini kila nilipouliza maelezo, majibu yasiyo wazi. Na kisha kulikuwa na kutoka kwa jioni. Mwanzoni mara moja kwa wiki, kisha 2. Hivi karibuni alikuwa nje karibu kila jioni, akirudi muda mrefu baada ya kwenda kulala. Nilipouliza nini kilichomzuia sana, alipunguza. Mikutano ya maombi, alisema. Tunatayarisha sherehe ya vuli ya parokia. Lakini kitu hakikuwa kinatosha. Nilikuwa nimekuwa kanisa la Msalaba Mtakatifu. Nilijua jinsi ilivyopangwa. Na sikuweza kujiondoa hisia kuwa Neema alikuwa anaficha kitu. Jioni moja, baada ya kurudi tena kuchelewa sana, niliamua kuangalia simu yake. Nilijua ilikuwa vibaya. Sikuwa nimevunja faragha yake kabla, na hata kuichukua mkononi mikono ilinitetemeka kwa hatia. Lakini kile nilichopata kilizidisha kila kitu. Simu za hivi karibuni zote zilikuwa kwa nambari ile ile ambayo sikujua. Hakuna jina lililohifadhiwa, mfululizo wa nambari tu uliorudiwa. Sims zilikuwa za ajabu zaidi. Nyingi zilifutwa, lakini baadhi zilibaki, fupi na zisizoeleweka. Tutakutana saa ya kawaida. Leo jioni ilikuwa maalum. Mahali pale pale kesho. Moyo ulipiga huku nikisogeza ujumbe, kila mmoja ukibana fundo la shaka tumboni. Niliweka simu mahali pale pale nilipochukua, kichwa kikiwa moto. Nilijaribu kuzungumza naye, mwanzoni kwa utulivu. Unazungumza na nani sana hivi karibuni?
Niliuliza jioni moja kwenye sofa, televisheni ikiwa chini. Aliinua macho kutoka kwenye daftari la kuchora, uso usioeleweka. Marafiki wa parokia, alisema akijikunja mabegani. Unajua jinsi ratiba ilivyojaa kwa sherehe. Sauti nyepesi, lakini katika macho mwanga, utetezi. Hatia? Sikuelewa. Marafiki gani? Nilisisitiza kwa sauti ya chini. Taya ya Neema iliganda kwa sekunde kabla ya kulazimisha tabasamu. Juma, kwa nini unauliza? Huniamini? Swali lilibaki limening'inia, zito na la kumshtaki. Nilirudi nyuma, sikutaka kuinua sauti. Lakini mbegu ya shaka tayari ilikuwa imechipuka na ilikuwa ikikua kila siku. Neema alipoingia mwezi wa 7 sikuweza tena. Nilihitaji majibu. Majibu ya kweli. Sikuweza kuendelea kujifanya kila kitu sawa wakati kila asili ilipiga kelele kinyume. Kwa hiyo niliamua kuajiri mpelelezi wa faragha. Aliitwa Investigator Kamau, aliyekuwa askari zamani, sasa mpelelezi wa faragha, mwaminifu na mwenye heshima. Tulikutana katika bafu ya kahawa isiyojulikana nje kidogo ya mji, mbali na mizunguko yetu. Una uhakika? Aliniuliza akinywa kahawa chungu. Macho yake yalinichunguza, nilijisikia uchi. Nilisita, uzito wa kile nilichokuwa karibu kufanya uliniponda. Nahitaji tu kujua nini kinachoendelea, nilisema hatimaye. Sitaki kufanya fujo. Nataka tu ukweli. Alinodisha kama alivyosikia elfu. Sawa. Niambie kila kitu. Nilimweleza kila kitu: Neema, mimba kutoka kwa jioni, simu za siri. Nikizungumza nilijisikia mepesi na mchafu kwa wakati mmoja, kama kutamka maneno kunafanya kila kitu kuwa halisi. Investigator Kamau alichukua maelezo kwenye daftari dogo, uso usioonyesha hisia. Nilipomaliza alifunga daftari kwa kishindo. Nitaona nini ninaweza kugundua, alisema akiinuka na kuingiza daftari mfukoni. Lakini jiandae, Juma. Wakati mwingine ukweli si ule ungependa. Nilinodisha nikimeza fundo kooni. Sikuwa na uhakika tena nini nilitaka ukweli uwe. Siku zilizofuata zilionekana milele. Neema aliendelea na ratiba yake, asiyejua dhoruba iliyokuwa ikitayarishwa. Alipamba chumba cha mtoto kwa pastel laini, akipinda nguo ndogo ndogo, akizungumza juu ya siku zijazo kwa macho yaliyoungua. Mimi nilifanya ishara za otomatiki, lakini kichwa kilikuwa mahali pengine, kwa Investigator Kamau, uchunguzi, majibu ambayo labda sikutaka kusikia. Kila simu ya Neema ilipopiga moyo uliruka kooni. Kila kutoka kwa jioni, kila maelezo yasiyo wazi yalionekana nyufa nyingine katika misingi ya ndoa yetu. Nilitaka kuamini muujiza aliyokuwa akibeba. Nilitaka kuamini maombi yetu yamesikilizwa, kuwa mtoto huyo ni matunda ya imani yetu ya pamoja. Lakini ndani nilijua miujiza fulani huja na minyororo. Na nilikuwa karibu kugundua ni yapi. Simu ilifika Jumanne asubuhi yenye mawingu, nilipokuwa nikikaa kwenye dawati kazini. Anga ilikuwa imefunikwa, ikionyesha uzito niliokuwa nikiubeba kifua kwa wiki. Simu ilitetemeka kwa sauti ya chini nilipoona jina la Investigator Kamau kwenye skrini. Tumbo lilishika. Nilifikiria sekunde chache, kidole gumba kikiwa limeinuliwa juu ya kitufe kijani. Sehemu yangu ilitaka kupuuza simu, kujifanya sihitaji kujua. Lakini nilikuwa nimemwajiri kwa hili. Sikuweza kurudi nyuma sasa. Juma, sauti ya Investigator Kamau ilikuwa ya chini na tulivu. Tunapaswa kukutana. Nina kitu utataka kuona. Sauti iliniambia kila kitu. Haikuwa habari njema. Tulikutana katika bafu ya kahawa isiyojulikana nje kidogo, moja yenye viti vya plastiki na kahawa inayoonekana ya jana. Nilijisukuma kwenye sehemu ya faragha mbele yake, moyo ukipiga kwa kasi. Bila kusema neno alitelezesha bahasha kahawia mezani. Ilionekana nzito zaidi kuliko inavyopaswa kuwa bahasha. Nini hii? Niliuliza, ingawa nilijua tayari. Investigator Kamau hakuzunguka kila kitu. Nilifikiria bahasha, mikono ghafla ikiwa na jasho. Sikuwa na uhakika kama niko tayari kuifungua.
Lakini hakukuwa na njia ya kutoroka tena. Niliinua ulimi na kuanza kuvuta. Kitu cha kwanza nilichokiona kilikuwa picha blurry iliyopigwa kutoka mbali, lakini isiyopingika. Neema alikuwa kwenye maegesho nyuma ya kanisa la Msalaba Mtakatifu, kichwa kikiwa kimeinuliwa kuelekea Padre Mathayo ambaye alikuwa karibu sana. Mkono wake juu ya bega lake, mwili wake ukiinama kuelekea wake kwa namna iliyonivuruga tumbo. Haikuwa uso wa mshiriki wa parokia anayezungumza na padris, ilikuwa kitu cha karibu zaidi. Nilienda kwenye picha inayofuata na ile baada yake. Kila picha ilizidisha kisu zaidi. Picha za wao wawili wakiingia kanisani usiku wa manane, muda mrefu baada ya misa kuisha. Picha za wao wawili wakitoka masaa baadaye, nywele za Neema zikiwa zimevurugika kidogo, uso wake mwekundu na unaong'aa kama nilivyokuwa nisiomuone karibu nami kwa miezi. Kulikuwa hata picha za wao wawili mbele ya loji ya bei nafuu kando ya barabara kuu, wakiteleza kwenye chumba gizani. Mikono ilinifanya ganzi. Investigator Kamau alikohoa akinirudisha sasa. Inaendelea kwa muda mrefu, alisema kwa sauti ya chini. Inaonekana wanakutana angalau mara moja au mbili kwa wiki. Wakati mwingine zaidi. Nilifikiria picha, ubongo ukijaribu kuchakata. Haikuwa urafiki wa karibu. Haikuwa suala la imani au mikutano ya maombi. Ilikuwa usaliti, uchi na ghafi. Tangu lini? Niliuliza, sauti kama pumzi. Alitikisa kichwa. Ngumu kusema kwa usahihi. Lakini kutoka nilichokijenga ilianza muda mfupi baada ya kuzama sana parokiani. Nilinodisha polepole, ingawa nilionekana kuwa chini ya maji, sauti zikiwa zimefunikwa. Niliendelea kuvuta faili, kila ushahidi mpya ukiongeza uzito kwa jiwe lililokuwa likiniponda kifua. Rekodi za simu, ujumbe, maelezo juu ya tabia za Neema. Kila kitu kilichora picha ambayo sikutaka kuona. Hawakutumia kinga, aliongeza Investigator Kamau kwa sauti ya chini, macho yakiwa na huruma. Ni sehemu ya mstari wa jumuiya, hakuna uzazi wa mpango. Kwa kuzingatia marudio, samahani Juma, lakini uwezekano ni dhahiri. Nilihisi sakafu ikifunguka chini yangu. Mtoto. Muujiza, Neema alikuwa akiomba. Haukuwa wangu. Nilitoka bafuni nikiwa na trance, bahasha ikiwa imeshikwa mikononi. Safari hadi nyumbani ilikuwa bure. Nilikaa gari mbele ya mlango kwa muda usio na mwisho, nikiangalia dirisha la sebule ambalo mwanga wa joto wa taa ya meza ulikuwa ukichujika. Neema alikuwa nyumbani. Sikuweza kuingia. Si bado. Wazo la kukabiliana naye, kujifanya hakuna kitu, lilionekana haiwezekani. Lakini sikuwa tayari pia kumweka ukutani. Ukweli bado ulikuwa ghafi mno. Kwa hiyo nilikaa pale, akili ikiwa imejaa kumbukumbu. Kila mkutano wa jioni parokiani, kila simu ya siri, kila wakati alipokuwa akiepuka maswali yangu juu ya mimba, kila kitu sasa kililingana. Au labda hakikuwa kimewahi kulingana na nilikuwa nimekuwa kipofu mno kuona. Usiku huo nililala kidogo sana. Nilikuwa nimejilaza kando ya Neema, nikiangalia dari huku akipumua kwa utaratibu kando yangu. Alionekana mtulivu sana, wa kawaida sana, kama ulimwengu haukuwa umeanguka hivi karibuni. Nilijiuliza jinsi anavyoweza kulala pale akijua alichofanya. Akijua ukweli juu ya mtoto aliokuwa akibeba. Nilifikiria ekografia niliyokuwa nimechukuliwa sana na kazi kwenda chumba cha mtoto tulichochora pamoja. Kila kitu kilionekana uongo, seti kamili ya kuweka gizani. Lakini mbaya zaidi haikuwa usaliti. Ilikuwa sehemu yangu bado ilitaka kuamini uongo. Nilitaka kuamini mtoto ni wangu. Huwa yote ilikuwa kosa la kutisha. Lakini picha katika bahasha hiyo zilisimulia hadithi nyingine. Na kwa kadiri nilivyotamani kinyume, ukweli ulinikodolea macho. Katika siku zilizofuata niliendelea na ishara za otomatiki. Niliamka, nikaenda kazini, nikarudi, nikijifanya kila kitu kawaida. Neema aliendelea na maisha yake, asiyejua nilichojua.
Alizungumza juu ya mtoto, jinsi asivyoweza kungoja kukutana na muujiza wetu mdogo, na mimi nilinodisha, nikilazimisha tabasamu yaliyoonekana karibu kunipasua uso. Ndani nilikuwa nikivunjika. Nilirudia kila mazungumzo, kila kugusa, kila kutazama kwa miezi iliyopita. Hakuna kilikuwa kweli. Au alikuwa amenidanganya tangu mwanzo, akitumia maumivu yetu ya pamoja kama kifuniko cha uhusiano wake. Maswali yalinila, kila moja yenye maumivu zaidi kuliko yaliyotangulia. Na kadiri nilivyofikiria, ndivyo nilivyoelewa sikuweza kujifanya tena. Nilihitaji majibu. Nilihitaji ukweli moja kwa moja kutoka Neema. Lakini sikuwa na uhakika kama niko tayari kuusikia. Ilikuwa Alhamisi jioni, niliamua sikuweza tena kuweka ndani. Nilikuwa nimepita siku nikienda kama mzimu, nikijifanya kila kitu sawa huku ukweli ukinila hai. Neema aliendelea kama hakuna kitu, akizungumza majina, akipamba chumba cha mtoto, akiimba huku akipinda nguo ndogo ndogo. Lakini kila tabasamu alilonielekeza lilionekana kama kisu. Bahasha ya Investigator Kamau ilikuwa kwenye drawer ya meza ya kitanda, picha na ripoti zikiwa zimechomwa katika kumbukumbu. Niliangalia tena mara 100 nikitumaini maelezo mengine. Hakukuwa. Ushahidi ulikuwa mkubwa. Ilikuwa wakati wa kukabiliana. Neema alikuwa jikoni nilipoingia, akichanganya sufuria ya mchuzi wa nyanya. Harufu ya basil na nyanya ilijaza hewa, ikichanganyika na lavenda ya mshumaa wa kawaida. Ilikuwa karibu isiyo ya kweli jinsi kila kitu kilivyoonekana kawaida juu, huku chini maisha yetu yakivunjika. Habari, umekuja mapema, alisema akigeuka na tabasamu. Nilikuwa karibu kukupigia. Chakula cha jioni karibu kiko tayari. Sikujibu. Nilisimama nikimkodolea, moyo ukipiga. Aligeuka kabisa, tabasamu likizima akiona uso wangu. Juma, kila kitu sawa? Nilivuta pumzi ndefu na nikatoa bahasha kutoka begi, nikaiweka mezani kati yetu. Nini hii? Aliuliza akikunja uso. Sikusema chochote. Nilimkodolea tu nikingoja. Alinyoosha mkono kuelekea bahasha, vidole thabiti mwanzoni, lakini niliona tetemeko alipototoa picha. Macho yalichanganua ya kwanza, kisha ya pili, uso ukipoteza rangi kwa kila picha. Kwa ya tatu mikono ilitetemeka dhahiri. Hatimaye alipoinua macho kwangu, macho yalikuwa wazi na kulikuwa na hofu pia. Juma, si kama inavyoonekana, aligugumza, sauti isiyosikika sana. Niliruhusu kicheko chungu kitoke. Hapana. Kwa nini kwangu inaonekana wazi kabisa? Alitikisa kichwa, machozi tayari yakijitokeza. Hapana, huelewi. Si. Nilimkatiza, sauti ngumu kuliko nilivyotaka. Usinidanganye, Neema. Najua juu yako na Padre Mathayo. Najua kila kitu. Kwa muda alibaki akiwa amesimama kama akitafuta maneno. Kisha kama bwawa linalovunjika, machozi yalishuka na akaanguka kwenye kiti, uso kati ya mikono. Sikutaka itokee, alilia. Nilikuwa nimepotea sana, Juma. Sote wawili. Na Mathayo alinifanya nijisikie bado kuna matumaini. Nilimkodolea, maneno yake yakiniponda kama mtego. Matumaini, nilirudia, sauti ya chini na isiyoamini. Unaita hii matumaini? Umenisaliti, Neema. Umesaliti sisi. Alitikisa kichwa kwa nguvu, nywele zikianguka usoni. Hapana, hapana, sikutaka kukuudhi. Mimi nilifikiri ndivyo ilivyopaswa kuwa. Labda Mungu alitumia Mathayo kama chombo, kama sehemu ya mpango wake kutupa mtoto ambao hatukuweza kuwa nao. Maneno yake yalinipiga kama ngumi. Wazimu uliokuwa ndani yao ulikuwa karibu mbaya zaidi kuliko usaliti wenyewe. Chombo? Nilitema, hasira ikimwagika. Unaniambia ulifikiri ni mpango wa Mungu? Kwamba hii niliashiria picha zilizotawanyika mezani ilikuwa aina ya kuingilia kwa Mungu? Alinodisha kati ya machozi, uso uliovurugika. Niliomba, Juma. Niliomba sana.
Na wakati hakuna kilichofanya kazi, madaktari wakisema haiwezekani, nilifikiri labda ndiyo njia pekee. Kwa muda mrefu kulikuwa na kimya tu kati yetu. Uzito wa yote yaliyosemwa ulikuwa ukipeperuka mzito, ukisonga. Nilijiruhusu kuanguka kwenye kiti mbele yake, nimechoka zaidi kuliko nimewahi kuwa. Nilimtazama mwanamke niliyempenda, niliyepanga naye siku zijazo, na nikaelewa simtambui tena. Mtoto huyu, nilinong'ona, sauti yenye uchungu. Si wangu, sivyo? Kilio cha Neema kilisimama. Alinikodolea kwa macho yaliyojaa hatia na maumivu. Hakuhitaji kuzungumza. Kimya tayari kilikuwa jibu. Nilihisi kitu kikivunjika ndani yangu, pasuko kubwa mno kurekebishwa. Sikujua nini cha kusema baadaye. Sikujua hata kama kulikuwa na kitu cha kusema. Mwanamke mbele yangu alikuwa wa kawaida na mgeni kwa wakati mmoja. Mtu niliyemwamini zaidi duniani alikuwa ameharibu imani hiyo kwa namna isiyoweza kurekebishwa, na sasa tulikuwa tumejaa magofu. Neema alinyoosha mkono unaotetemeka kuelekea yangu. Juma, samahani sana. Niliamini kweli kuwa ni jambo sahihi. Nilifikiri ni muujiza wetu. Nilirudisha mkono, mguso wa vidole vyake kama barafu kwenye ngozi. Si muujiza, Neema, nilisema kwa sauti ya chini. Ni jinamizi. Alipasuka kwa kilio kipya, mabega yakitetemeka huku akijaribu kuzungumza. Sitaki kukisikia, nilimkatiza, sauti baridi. Siwezi hata kukutazama sasa. Alinodisha polepole, uso ulioharibiwa, lakini katika macho niliona kitu kingine, labda majuto, labda aibu, labda ufahamu kuwa matumaini aliyokuwa akishikamana nayo yamekwisha. Niliinuka na nikaenda sebuleni, nilihitaji umbali. Neema alibaki pale alipokuwa, kilio cha chini, sauti pekee nyumbani. Niliangalia nje ya dirisha, taa za mji zikiblur kupitia machozi. Sikujua hatua ifuatayo itakuwa nini. Sikujua jinsi ya kuendelea hii au kama inawezekana. Nilijua tu kuwa kila kitu kimebadilika. Na kuwa hakuna kitakuwa tena kama hapo awali. Baada ya usiku huo, msongo kati yangu na Neema ulizidi kuwa usiostahimilika. Tulitembea nyumbani kama mizimu, tukiepuka macho, tukizungumza kidogo sana. Ukweli ulikuwa pale katikati yetu, mzito na usiopingika, lakini hakuna hata mmoja wetu aliyekuwa na ujasiri wa kuugusa tena, angalau hadi nipate uhakika wa mwisho. Nilihitaji ushahidi halisi, kitu kinachothibitisha kile tayari kilikuwa kinaniumiza matumbo. Kwa hiyo nilimwambia Neema tutafanya kipimo cha DNA. Niliposema hakujadili. Alinodisha tu, uso mweupe na uliochongoka, kama alijua kupinga hakutasaidia. Hakuna mazungumzo zaidi juu ya miujiza, hakuna utetezi juu ya mpango wa Mungu. Alikuwa anajua kinachokuja. Miadi ilikuwa wiki moja baadaye. Tulienda pamoja, tukiketi kimya kali chumbani kusubiri. Muuguzi alikuwa mwenye adabu lakini mbali, akiona msongo. Neema alitoa sampuli kwanza, kisha ni mimi. Kila kitu haraka, lakini kila sekunde ilionekana kudumu milele. Matokeo yangefika katika siku chache. Siku hizo zilikuwa ndefu zaidi ya maisha yangu. Bahasha ilipofika sikuifungua mara moja. Nilikaa mezani jikoni, nikiifikiria, nikiuhisi uzito kama ina maisha yangu yote ya baadaye. Neema alikuwa amesimama kwenye kizingiti, macho mekundu na yaliyovimba kwa usiku bila usingizi. Hatimaye, mikono ikitetemeka, nilirarua bahasha. Maneno yalichanganyika huku nikisogeza ukurasa, lakini mstari mmoja ulijitokeza wazi na wa kikatili. Uwezekano wa ubaba 0%. Niliufikiria, pumzi ikinishika kooni. Mtoto hakuwa wangu. Hakuwa kamwe. Niliinua macho kwa Neema. Tayari alikuwa akilia, mikono ikiwa imeshinikizwa mdomoni kuzuia kilio. Lakini silihisi huruma. Hasira baridi na tupu tu. Ondoka, nilisema, sauti ya chini na thabiti. Macho ya Neema yalifunguka. Juma, tafadhali, ondoka, nilipiga kelele nikigonga ngumi mezani. Pigo lilirudi nyumbani. Neema alirudi nyuma kama nilivyompiga.
Lakini sikujali tena. Alibaki amesimama kwa muda kama akitumaini nitabadilisha mawazo. Mimi nilimkodolea tu, taya imebanwa nikingoja. Polepole alikusanya vitu vyake, mikono ikitetemeka. Alijaribu kuzungumza tena, lakini nilimzuia kwa kutazama. Hakuna tena cha kusema, nilisema, sauti ya barafu. Umeharibu kila kitu. Uso wake ulivunjika, lakini hakujibu. Alitoka akafunga mlango polepole nyuma yake. Na hivyo mwanamke niliyempenda aliondoka. Siku iliyofuata niliwasilisha ombi la talaka. Sikujali utaratibu, muda, urasimu. Nilitaka tu atoweke kutoka maisha yangu, nyumba yangu, mawazo yangu. Kila athari yake katika nyumba ilionekana ukumbusho wa usaliti. Lakini kuwasilisha talaka hakutoshi. Si kwangu. Sikuweza kumwacha Padre Mathayo aende bila adhabu. Alikuwa ameingia maisha yetu, alikuwa amemanipulate neema, aliharibu ndoa yetu, na kisha alikuwa akipanda jukwaa kila Jumapili kuhubiri imani na maadili. Alikuwa akijificha nyuma ya kanzu, mahubiri, imani ya waumini. Na mimi nisingeruhusu aendelee kudanganya kila mtu. Jumapili iliyofuata nilienda kanisa la Msalaba Mtakatifu. Niliingia misa ikiendelea. Kanisa lilikuwa limejaa, kelele za waumini zikijaza hewa. Padre Mathayo alikuwa mbele, Biblia mkononi, sauti laini na yenye uhakika, huku akizungumza juu ya msamaha na kuamini Mungu. Lakini mimi sikuwa pale kusamehe. Nilisubiri mapumziko katika hotuba yake, kisha niliinuka katikati ya ukumbi. Mwanamume huyu, nilisema, sauti ya juu na wazi, hii ni mwongo na mnafiki. Kanisa lote lilinyamaza. Vichwa vikigeuka, macho yaliyo wazi. Padre Mathayo alisimama, tabasamu likitetemeka akiniona nimesimama. Ana uhusiano na mke wangu, niliendelea, sauti thabiti licha ya hasira iliyokuwa ikinichoma ndani. Na mtoto anayebeba ni wake. Kelele za mshangao katika ukumbi wote. Kwa muda Padre Mathayo alijaribu kudumisha utulivu. Juma, alianza, sauti iliyodhibitiwa lakini yenye msongo, si wakati wala mahali. Nafikiri ndiyo, nilimkatiza. Watu hawa wana haki ya kujua nani mwanamume wanayemwamini. Niliinua picha za mpelelezi, ushahidi usiopingika wa uhusiano wao. Jumuiya ilikuwa imenyamaza. Sikusubiri athari. Niligeuka na nikatoka, nikiwacha ukweli ueleze nyuma yangu. Sikuhitaji kubaki kuona athari. Uharibifu tayari ulikuwa umefanywa. Siku baada ya kumfichua Padre Mathayo zilionekana kupita kati ya magofu ya maisha ambayo sikuyatambua tena. Neema alijaribu kunipigia mwanzoni, hii ujumbe wa sauti uliojaa kilio na msamaha, sauti iliyovunjika, huku akiniomba nielewe. Bado alikuwa akishikamana na toleo lake, akisisitiza kuwa yote ni sehemu ya mpango wa Mungu, kuwa Padre Mathayo alikuwa tu chombo ambacho maombi yao yalisikilizwa. Niliacha kusikiliza. Nilifuta kila ujumbe bila kufikiria mara mbili. Nilikuwa nimefunga. Talaka ilienda haraka. Sikudai chochote isipokuwa amani yangu. Yeye alihamia kabisa, na mimi nilisafisha nyumba kutoka kila athari yake. Chumba cha mtoto tulichochora pamoja kwa upendo mwingi kilibaki tupu, kuta za pastel, ukumbusho chungu wa kile kingepaswa kuwa. Lakini si maisha yangu pekee yaliyoanguka. Kanisa la Msalaba Mtakatifu lililipuka kwa kashfa baada ya Jumapili hiyo. Parokia iligawanyika mbili, baadhi waliniahini mara moja, wakichukizwa na unafiki wa Padre Mathayo na usaliti wa Neema. Wengine walishikamana na imani yao kwake, wakiwa na hakika mimi ni mwongo, shambulio lililopangwa dhidi ya kanisa. Padre Mathayo alijaribu kugeuza hadithi, akisema mimi ni mwanamume mwenye chuki anayetaka kuharibu kitu kizuri. Lakini picha zilizungumza kwa sauti zaidi kuliko maneno yake. Kadiri ukweli ulivyosambaa, parokia ikawa uwanja wa vita wa kunong'ona, mijadala kali katika maegesho baada ya misa. Baadhi walibaki waaminifu, wakishikamana na toleo la Neema kuwa yote ni sehemu ya mpango wa juu. Lakini wengi waliona zaidi ya uongo. Idadi ya watu ilianguka, sadaka zilikauka, na katika miezi michache kanisa la Msalaba Mtakatifu likawa ganda tupu la kile kilichokuwa. Sikujisikia mshindi.
Kumfichua Padre Mathayo, kumkata neema kutoka maisha yangu, hakuninipa amani. Hakufuta usiku bila usingizi nikiuliza jinsi yote yalivyoanguka vipande. Usaliti ulikuwa jeraha ambalo halikupona kwa muda gani ulivyopita. Lakini polepole maisha yaliendelea. Nilijitupa kazini, nikikubali miradi zaidi, nikizika faraja ya nambari na michoro ya kiufundi. Wenzangu waligundua mabadiliko, lakini hakuna aliyeuliza maswali. Bora hivyo. Nilipendelea sana. Shiriki maoni yako kwenye maoni. Je, imani ya mwanamke huyu kwamba Mungu alimtumia mwanadamu kama chombo ni ya dhati, ni matokeo ya upofu au ni kisingizio tu? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utoe like.